إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقاه وقاه، ومن سار على نهجه نجاه. موضوعي معكم في هذه الجمعة المباركة بمناسبة افتتاح مدارس الإسلامية في هذا الشهر، أعني شهر شوال. Ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumwombea ziada ya rahma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, maudhui ambayo nitazungumza nani katika aljumaa hii ni maudhui muhimu makani, na munasaba wake ni kutokana na kufunguliwa kwa madaris za Kiislamu, madaris sharia islamia katika mwezi huu wa Shawwal kwenye miji yetu na maeneo ya karibu na miji yetu na sehemu kubwa duniani, kwamba zinafunguliwa madaris za Kiislamu. Watoto wa Kiislamu wanarudi tena shuleni baada ya mapumziko ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maudhui hii nilikusha kuizungumza sehemu ya kwanza katika Masjidu Dar al-Hadithi Biununio, na leo nipo katika mwendelezo wa sehemu ya pili, na hutuba nyingine pia taendelea katika kukamilisha maudhui hii. Munasaba wa kufunguliwa madaris za Kiislamu na watoto wa Kiislamu wanarudi zao katika madaris. Qasamtu hadhihi alkhutba بنقط التالية. النقطة الأولى: طالب العلم والعلم المطلوب. وقد تكلمت في الخطبة الماضية عن طالب العلم، واليوم سأتكلم بالعلم المطلوب. Sehemu ya kwanza hutuba yangu, nukta ya kwanza ninaipa anwani inayosema talibul ilmi wal ilmu al-matlub, mwanafunzi ambaye anasoma elimu na hiyo elimu inayosomwa. Lakini nukta ya pili, at-tarbiyatu qabla at-ta'lim. النقطة الثالثة
العلم قبل القول والعمل. والنقطة التالية: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. Leo mimi nitazungumzia kipengele cha kwanza sehemu B, kwa sababu sehemu A nimekwisha kuzungumza katika Masjidu Darul Hadithi Ununio katika hutuba iliyopita. Talibul ilmi, mwanafunzi anayesoma elimu anatakiwa awe vipi? Katika kugusia ili twende pamoja, nilizungumzia hali za talibul ilmi, kaifa yakunu wa kaifa takunu halu talibil ilmi, namna gani hali ya mwanafunzi anayesoma elimu anakuwa. Lakini pia nilizungumzia nafasi ya elimu na uwekezaji ambao ameufanya Allah tabaraka wa taala kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwa amri ya kwanza ya Allah tabaraka wa taala kumpa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa iqra, soma. Pamoja na kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana nabiyyan ummiyan la yahsibu wala yaktub, alikuwa ni mtu ambaye yeye pamoja na jamii yake ambayo amekulia si watu wa elimu, hawaandiki wala hawahesabu. Na Allah tabaraka wa taala amemsifia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sehemu mbalimbali kwenye Qur'ani kwa wasfu huo. Miongoni mwao ni kauli ya Allah tabaraka wa taala: alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-Tawrah al-aya. Na katika kauli ya Allah tabaraka wa taala: huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, huyu mtume ambaye wasfu wake ni ummi, hakuwahi kusoma wala kuandika, amepewa risala akiwa na umri wa miaka 40, umri wa utu uzima. Lakini mtu huyu amekaa na risala hii miaka 23. Walimwengu wote wanakubaliana mtu wa kwanza aliyoiathiri dunia kutokana na taaluma yake na nadharia yake na misimamo yake ni Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliyeanza kusoma akiwa na umri wa miaka 40 na aliishi kwa elimu hiyo kwa umri wa miaka 23. Ameacha athari duniani ambayo hakuna mtu yeyote anayeweza kuivuka athari hiyo aliyoacha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo faida ya kuwekeza kwenye elimu. Kabla ya kufundishwa aqida, kabla ya kufundishwa halali na haram, kabla ya kufundishwa sheria, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amri ya kwanza aliyopewa aliambiwa iqra, na akajibu kwa muktadha wa hali aliyokuwa nayo: ma ana biqari'i. Faqila lahu iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Al-ayat hizi aya zilikuwa aya za mwanzo kushuka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye akawa ni talibul ilmi wa kwanza, na mwalimu wake akawa ni Jibril alayhi salam. Baina ya mwalimu Jibril alayhi salam malaika na baina ya mwanafunzi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pakajengeka elimu ambayo ulimwengu wa Kiislamu na ulimwengu wa kibinadamu bado umeendelea kuhitaji elimu hiyo. Na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliweza kuondosha madhahiri za shirki ambazo zilikuwa zimetapakaa katika kila kona ndani ya maeneo yake alayhi salatu wassalam. Akaweza kuondosha madhahiri za dhulma ambayo ilikuwa mwenye nguvu ndio mwenye haki, lakini kutokana na taaluma sahihi aliyopewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuishi kitaaluma hiyo, aliweza kuimulika dunia, kutia nuru dunia kutokana na giza ambalo lilikuwepo katika ulimwengu huu kabla kuja kwake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana talibal ilmi nafi',
mwanafunzi aliyesoma elimu yeye mwenyewe akawa ni mwenye kuleta manufaa kwa elimu ambayo ameisoma. Ikhwani fil iman, hawa wanafunzi ambao wanakwenda katika madarisi za Kiislamu kwenda kumsoma Allah tabaraka wa taala, kwenda kumsoma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwenda kusoma aqida sahiha, kwenda kusoma alhalal wal haram, hawa watakwenda kuwa natija, watakwenda kuwa ufumbuzi kutokana na giza kubwa lililotapakaa katika mjitama ambao tunaishi nao. Hata haya mambo ambayo tuko nayo kwenye jamii ambayo yanahitaji uwepo wa taaluma sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lakini katika hali za misikiti yetu, bado hali za misikiti yetu ni dhaifu mno kwenye upande wa taaluma ya dini, kuanzia kwenye imama kufikia kwenye khataba, kwenda katika durus ambazo zinatolewa kwa ajili ya Waislamu, bado hali ni duni mno. Je, hawa watu wanaokwenda kwenye madaris wanarudi kuja kutatua changamoto hii ambayo bado ipo? Na madarisi kila siku zinafunguliwa na wanafunzi kila siku wanakwenda kusoma, lakini mbona changamoto hizi bado zinaonekana bado ni kubwa sana? Sasa hii inaonekana kuna udhaifu ima katika hali ya wanafunzi wanaosoma au elimu wanayoisoma au walimu wanaowasomesha. Katika moja ya sehemu hizi kunaonekana kuna udhaifu, na Allah tabaraka wa taala alipotaka kuleta risala yake alimteua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa ni mkamilifu kabla ya kupewa utume, hata nukiba bisadiq al-amin wa qalu fihi radina bihi aminan. Huyu mtu alikuwa ni mtu ambaye ana uwezo kabla ya kupewa elimu. Sasa kuna uwezekano kama haya ya taaluma ambayo tunaona kwenye misikiti yetu ikawa chimbuko lake ni hawa ambao wanakwenda kusoma elimu kabla elimu wakawa si watu wasahihi. Nilisema miongoni mwa vitu nilivyosema katika hutuba madhiya kwamba asikeuliwe mtoto ambaye kafeli katika masomo ya shule. Huyu ndio akaambiwa kwamba kwa sababu tumejitahidi kukusomesha shule fulani umefeli, tumekupeleka shule fulani umefeli, tumejaribu kufanya kadha wa kadha umefeli, basi bora ukasome dini. Kwa hiyo watu wanaokwenda kusomesha dini watu vilaza alafu matokeo yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu genius kabla ya kupewa elimu hii ya Allah tabaraka wa taala. Nimetoa mfano wa qadhiyatu wad'i al-hajari al-aswad fi makani, kuwekwa jiwe jeusi eneo lake baada ya kuwa Makuraishi walipolitoa katika Kaaba na kuonekana kwamba kila mmoja anataka sharaf ya kuwa kwake ameweka jiwe jeusi eneo yake. Walipokutana jambo hilo wakawafikiana, mtu wa kwanza kuingia msikiti wa Makka au ndio hakimu wa kwenda kuliweka jiwe lile jeusi eneo lake. Mtu wa kwanza alikuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipomuona tu wakasema radina bihi aminan, huyu tumeridhika naye, mwaminifu. Alikuwa na wasfu huo kabla kupewa risala. Alikuwa ni rejea ya jamii kabla kupewa risala. Allah alipoweka risala yake kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu stahiki. Na mtakuja kuona katika kipengele la ilmu al-matlub na mifano nitakayoitoa namna gani Allah aliwachagua watu stahiki kwenye risala yake. Watu wote ambao walikuwa manabii walikuwa ni watu stahiki. Huyu Mtume Muhammad kuonekana kwamba alikuwa ni mtu bora kabla ya kupewa risala, kabla ya kupewa ilmu. Alipoambiwa kadhia ile akatumia akili yake ya ziada ambayo mimi na wewe huenda tusingefanya hivyo. Akawataka wale watu, kwanza alivua kilemba chake akakiweka chini, akachukua jiwe jeusi kwa mkono wake akaweka juu ya kilemba, akawataka wale watu washike kwenye ncha za kile kilemba, kila kabila wakashika, wakabeba moja kwa moja mpaka kwenye eneo la jiwe jeusi. Akachukua jiwe lile kwa mkono wake mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaliweka katika eneo lake, wakawa watu wote wameshiriki kuweka jiwe jeusi sehemu yake, na ukaka ule ukaondoka kwa fikra na akili pevu za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Huyu ndio baadaye akaja kupewa risala. Unategemea kwa mtu kama huyu na risala hii ya ilmu, lazima jamii itapanda. Na ndivyo ilivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliondosha madhahiri zote za shirki, aliondosha madhahiri zote za dhulma, akaondosha madhahiri zote za maasi kupitia katika taaluma yake aliyopewa na Allah tabaraka wa taala. Ayuha almu'minun, hii ilikuwa ni sehemu ya talibul ilmi, mwanafunzi anayekwenda kusoma elimu ya kisheria. Huyu mwanafunzi ni stahiki, ana maono, ana mtazamo, ana uwezo wa kiakili. Hivyo hata elimu kikaa kwake, elimu inakwenda kumea kwa mtu ambaye mwenyewe yupo vizuri. Ukiondosha hiyo elimu uliyokuwa nayo, wewe ni mtu wa sampuli gani? Wewe ni msomi, tuondoshe elimu, unabaki na nini? Upo vipi yani kinyume na elimu? Elimu inapokaa kwenye sehemu stahiki, basi matunda yake yanakuwa ni bora sana. Naam, ninakubali kuna watu ambao walikuwa ni machokora, kuna watu walikuwa kadha wa kadha, walikuwa matenya. Wazazi wao walipoona kwamba wameshindwa, waliwapeleka kwenda kusoma dini. Na kweli elimu ya Qur'ani na Sunna inatia nuru. Waliacha ule uteja, wakaacha ule chokora, wakaacha balaa walizokuwa wanafanya. Lakini je, mtu huyu ataweza kutuvusha hapa tulipo? Ana maono, ana mtazamo, ana fikra pevu za kuweza kunyanyua jamii hapa ilipo iende huko. Huyu ameondoka kwenye matatizo ya uteja, amekuwa mtu mwema, lakini sio akawa ni muslih. Maana salih huwa salihun lakinahu ghairu muslih. Anaweza akawa ni mwema baada ya uovu aliokuwa nao, lakini anaweza akaambukiza ule wema aliokuwa nao kwa watu wengine. Ikhwani fil iman, al-ilmu al-matlub. Kipengele cha leo ni kipengele cha al-ilmu al-matlub. Kuna wakati tatizo linakuwa kwenye upande wa kile kinachosomwa. Naam, hivi watoto ambao wamelelewa katika nyimbo, wamelelewa kwenye kupiga ngoma, wamelelewa katika mambo ya ovyo ovyo, idha kana rabbul bayt biqadri dhariban fala talumanna as-sibyana bijawdati ar. Anapokuwa baba mwenye nyumba mkiga kigoma, usiwalaumu watoto kwa kunengua vizuri. Tatizo linaanzia kwa nani? Baba mpiga ngoma. Sasa inapotokea tumewalea watoto katika mazingira hayo, mzazi kamtoa mtoto wake ana uwezo mzuri, ana akili nzuri, lakini kapelekwa kwenye madrasa, kwenye sehemu kile kinachosomwa, anachosomeshwa ni kufundishwa kuimba na kupiga ngoma. Hakika huyu baadaye anatoka kuwa mwanamuziki mzuri sana. Wafaila tunaona. Naam, tunaona wanamuziki wengi wazuri ni Waislamu, na wanapofanywa interview wakihojiwa wanasema ni natija wapi? Madrasa. Nilikuwa mwimbaji wa kasali mzuri sana, alafu nilikuwa mpigaji wa dufu mzuri sana. Hiyo ndio natija ambayo tunataka. Na hii ni jazaa min jinsi al-amal. Kwa sababu tumekwenda kuwasomesha watoto wetu kuimba na kupiga ngoma, wametoka wamekuwa wanapiga ngoma wazuri, wazaji wazuri, tatizo nini? Sasa al-ilmu al-matlub, elimu inayosomwa hii ni amana. Tunataka kwenda kunyanyua umma huu wa Kiislamu kuanzia kwenye imama mpaka kwenye khataba mpaka kwenye durus. Uislamu huwa umesheheni katika sehemu hizo. Imamu akisalisha, watu wanapenda kusalisha kwake kwa sababu ni paketi iliyojaa Qur'ani ndivyo. Ni mtu ambaye ukimsikiliza unajua huyu kasoma. Khatibu akisimama kutoa hutuba, unakubali kwamba hii ni hutuba. Lakini hutuba inatolewa watu wanaulizana, kwani alikuwa anazungumza nini khatibu? Mimi sijamuelewa. Kwa sababu paketi hili jeupe halina kitu. Alipokwenda kusoma hakujua asome vipi. Walimu wake waliomsomesha walimpotezea muda. Hawakuwa waona amana kwa umma huu, wala wanafunzi hakuwa na amana, kwa sababu yeye anatakiwa kwenda kuondoa changamoto za kitaaluma zilizopo katika mujitamaa. Angalia ikitokea dosari kwenye swala ya Waislamu wanaosali. Angalia mkanganyiko unaotokea. Utayakinisha maneno yangu kwamba wanaokwenda kusoma wajikague vizuri, wanaofundisha tulabul ilmi wajikague vizuri.
Alhamdulillah, swala tunaswali, kuna amani, lakini kitokea mkanganyiko wote kwenye swala hapa, angalia mgongano unaotokea. Imamu hajui tatizo linalotokea analitibu vipi kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna na fiqh ya Kiislamu. Na huyu ni msomi, huenda akawa na shahada ya thanawi, ana shahada ya jamii au majisteri na kuendelea. Sasa ikhwani fil iman, elimu hii watu wanaokwenda kuisoma ndio dini yao. قال الإمام محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Itizameni hii elimu mnayokwenda kuisoma kwa sababu hiyo ndio dini yenu. Inna hadha al-ilma dinun, hii elimu mnayokwenda kuisoma ndio dini yenu. Fandhuru amman ta'khuduna dinakum, tizameni ni nani mnakwenda kuisoma dini yenu. ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما جميعا فعليه بالعلم. هذا قول الإمام المبجل الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه. إمام الشافعي من القدوة والتسمى: من أراد الدنيا فعليه بالعلم. أنا يتك دنيا ندوياك كسوما. ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. أنا يتك آخرة نواجب دياك كسوما. ومن أرادهما جميعا، لما يتك دنيا آخرة نواجب دياك فلان كسوما. Mimi nasikitika sana na nimejaribu kufanya uchunguzi mpaka sasa sijapata jawabu la moja kwa moja. Ni nani aliyeleta janga la kutofautisha elimu baina elimu ya dunia na elimu ya dini kwa Waislamu? Naam, aqulu dhalika saraha. Huyu ni mujrimu mkubwa aliyeleta nadharia za kutofautisha baina ilmu ya dini na ilmu ya mazingira kwenye Uislamu. Kwa sababu imetuzalishia watu sasa hivi, mtu anajua dunia yake tu, hajui chochote katika dunia yake. Huyu natija yake kwenye mjitama wa Kiislamu inakuwa finyu, sio pana. Lakini kuna mtu ambaye anajua dunia yake tu, hajui chochote kwenye dini. Alafu kimezalika na kitu kingine tena tatizo, mwenye kujua dini tu anamdharau mwenye kujua dunia tu, na mwenye kujua elimu ya dunia tu anamdharau mwenye kujua dini tu. Hii tafrika imetoka wapi? Sisi tunaona Allah tabaraka wa taala alipowateua mitume wake, baadhi yao aliwapa pamoja na risala waliokuwa nayo, aliwapa taaluma ya kuweza kutatua changamoto zao za kimaisha, bali aliwapa taaluma ya kuweza kukabiliana na changamoto wanazokutana nazo kwenye da'wa, pamoja na kwa walikuwa al-anbiya. Tutakuja kuona hili katika hutuba pili insha Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin nabiyyina Muhammad bin Abdullah as-sadiq al-amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Ewe mzazi ambao unampeleka mwanao kwenda kusoma elimu ya dini kwa munasaba wa kufunguliwa hizi madarisi za kidini, baada ya mapumziko ya mwezi wa Ramadhani, ujue mtoto huyu unampeleka ili awe ni manufaa kwako na manufaa kwa umma wa Kiislamu. Tuchagulie watoto wenye uwezo kwenda kusoma dini. Kama wanasoma secular, haikatazi kusoma dini mtu akiwa anasoma secular, na kuna uwezekano kabisa akawa ni msomi mzuri wa secular na msomi mzuri wa dini. Sisi tumelijaribu hili na tunao wanafunzi wengi ambao wanasoma elimu za juu, lakini tumetia ndani yao elimu ya dini. Hata khatibu ambaye ametoa hapa khutba Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, mmoja wa wanafunzi wangu, yule khatibu wenu aliyotoa khutba ya mwisho hapa ni mwanafunzi wa masters, anasoma udaktari. Mkisikia khutba ile, na nilipigiwa simu, mimi sikuwepo, baada ya khutba nilipigiwa simu kwamba sheikh khutba kamila,
lakini yule ni mwanafunzi wa udaktari, tena anasoma masters ya udaktari, elimu ngumu ya sayansi ya udaktari, lakini ni katika vijana ambao tumewatia elimu ya dini. Akikaa hapa tuzungumza wanasoma ni msomi wa dini kabisa, inashindikana vipi? Sasa sio lazima kwamba lazima awe msomi wa sekula, sio lazima, lakini isionekane kwamba mtu akisoma dini hatakiwi kusoma sekula, akisoma sekula hatakiwi kusoma dini. Tukatengeneza hili tabaka ambalo linatuchelewesha kwenye elimu, ikatengeneza watu ambao watu wenye kujua dini wanawabeza wanaojua elimu ya mazingira, na waliosoma elimu ya mazingira wanaokejeli waliosoma elimu ya dini, badala ya kuwa ni mikono miwili iliyoshikana kunyanyua umma wa Kiislamu, imekuwa ni mikono miwili yenye kukinzana na kugongana kila wakati. Elimu ya kwanza ya mja kujua ni elimu ya Mola wake, kumjua Allah tabaraka wa taala, kumjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kujua dini ya Uislamu bil adilla. Al-ilmu ma kana fihi qala Allah wa qala rasuluhu, kama qala al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi. Elimu ni ambayo ndani yake kuna qala Allah, kuna qala Rasul, qala sahaba. Anatakiwa msomi amjue Mola wake, amjue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aujue Uislamu kwa adilla, na ajue kile kinachohitajika kujua katika mazingira yake ya kidunia. Sio sahihi kwamba mtu asome dini alafu asisome mazingira, alafu matokeo yake tunapohitaji kulima kilimo kilichokuwa cha kisasa, cha kitaalamu, tunaenda kumchukua John, Michael, Margaret na nani, eti ndio wanakuja kusaidia kwenye kilimo. Eti tumefikia wakati mpaka kwenye kujenga msikiti anajenga Joseph. Mnaambiwa kwamba Uislamu ni haramu kwa kusoma taaluma kujenga msikiti, uinjinia, uhandisi. Lakini hii picha ambayo unajitengeneza, hii ni picha ambayo inarudisha nyuma. Hakuna jambo lolote litakayoleta maendeleo nje ya elimu. Mbona mitume wa Allah walikuwa na kazi kama hii taaluma na hizi pamoja na kwa mitume? Hebu sikiliza maneno haya, alafu naomba uwekee anwani. Wekea anwani katika hizi aya ninazotaja, uandike kwamba huyu alikuwa kadhaa pamoja na kwa ni mtume. Allah tabaraka wa taala anasema an nabiyillah Daud alayhi salam, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun. Tulimfundisha Nabiyullah Daud alayhi salam san'ata labusin lakum, kutengeneza ngao za mapigano, silaha za kivita, lituhsinakum min ba'sikum, ili mjikinge kutokana na silaha hizo na mapambano yanayotokea baina yenu. Fa hal antum shakirun, je, nyinyi ni wenye kushukuru? Weka ngwani hapo. Daudi alikuwa nani baada ya utume wake? وقال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام واصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا به. Sehemu ya kwanza Allah katumia fi'lul amri kumzungumzia Nabiyullah Nuh alayhi salam, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, tengeneza jahazi. Allah anamwamrisha Nuh alayhi salam atengeneze jahazi, hali yakuwa alikuwa ni mjinga, hajui kutengeneza. Allah ametakasika na utendaji kama huo. Amwambia Nabiyullah Nuh wasna'il fulka, tengeneza jahazi. Na katika sehemu nyingine imekuja katika fi'lu al-mudari, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru bih. Alikuwa anatengeneza jahazi Nuh alayhi salam, na wale mabwana wakubwa wapinzani wake walipokuwa wanapita kwake wakawa wanambeza, na anawaambia in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun, kwa sababu wakati ule Allah alikwisha kuhukumu kunakuja gharika ya maji ambayo hakutakuwa na salama ila kwa kuingia kwenye jahazi. Muktadha wa hali ukapelekea nabii atengeneze jahazi ili aweze kuokoa watu wake. Unasemaje? Alikuwa nani? Nabii Nuh alayhi salam. Qala Allah ta'ala an Ibrahim wa ibnihi Ismail, anasema Allah akimzungumzia Nabiyullah Ibrahim na Nabiyullah Ismail kwamba kwanza Ibrahim alimwambia mtoto wake Ismail, inna Allah tabaraka wa ta'ala amarani an abniya fi hadha al-makan hadha al-bayt fa hal tu'inuni alayhi, Allah kaniamrisha nijenge sehemu hii nyumba yake tukufu ya Maka, je, utanisaidia?
Allah akawakusanya wote hawa wawili akasema wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aliponyanyua misingi ya nyumba tukufu ya Kaaba, Ibrahim akisaidiana na mtoto wake Ismail. Ismail kana yanqulu al-hijara wa Ibrahim yabni. Mtoto alikuwa ni msaidizi wa fundi na baba mzazi ndio akawa fundi mjenzi. Weka anwani hapo. Ibrahim alikuwa nani? Hal hadhihi almawadhi, je, mawadhi hizi zilitia dosari yoyote kwenye utume wao? Utume wao ulipata taathira kwa kuwa kwao walikuwa ni mafundi wa ujenzi, kwa kuwa kwao walikuwa ni mafundi wa kutengeneza jahazi, kwa kuwa kwao walikuwa ni watengenezaji wa silaha. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن القوة الرمي. الله نمليه متى محمد صلى الله عليه وسلم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. Andaeni kiasi ambacho cha nguvu mnachokiweza kwa ajili ya maadui wa Allah tabaraka wa taala. Mtume akafasiri aya akasema ala innal quwwata ar-ramy. Kuwa iliyotumika hapo kwenye maneno ya Allah maana yake ni makombora, silaha za kurusha. Unatengeneza vipi? Unatumia vipi hiyo silaha? Unakwenda kununua kwa Russia, sio? Unakwenda kununua kwa jirani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Hunain alitumia makombora ya kurusha. Na makombora yale walikuwa wanatumia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuha almu'minun, hii ndio elimu ambayo iliwanyanyua Waislamu duniani. Iliwatoa katika sehemu ya mkwamo wakaenda kwenye sehemu ya mapumziko. Iliwatoa katika changamoto za kitaaluma ikawaweka katika starehe ya kutumia elimu waliokuwa nayo. Watoto wetu wanarudi madaris, wachunge kuwa kwao tulabul ilmi wana vigezo gani, lakini al-ilmu al-matlubu ambao wanaisoma ni elimu ya sampuli gani. Bila hivyo tutaendelea kukaa kwenye hali hizi za kinyonge ambazo tuko nazo, kwa sababu tuna mtazamo usiokuwa sahihi katika ilmu, kinyume na vile ambavyo alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elimu ya kumjua Allah ni elimu ya kwanza. Elimu ya kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni elimu ya mwanzo. Elimu ya kujua halali na haram ni elimu ya mwanzo. Lakini baada ya hapo watu wasome pia kile ambacho kinahitajika kusoma katika mazingira yao ili umma wa Kiislamu uwe kamili. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفتح لنا فتوح العارفين إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.